Mambo vipi mtazamaji wa Kiswaga Media TZ? Mimi naitwa Freddy Kiswaga. Leo tumekutana tena na mchambuzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania, Khalid Mtumbuka, maarufu kama daktari wa soka. Khalid, mambo vipi? Njema kabisa. Karibu sana bwana. Asante. Uko vizuri kabisa? Niko vizuri kabisa. Bwana, weekend imeanza na leo tuna mtanange mkubwa sana. Mmoja wa wakilishi wetu nchini Tanzania, Young Africans, wako nchini kule Algeria kukutana na JS Kabylie katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ali, tutazame mchezo huu. Tutegemee mchezo wa namna gani? Ni ngumu kupata matokeo ya ushindi kwenye uwanja wa nyumbani wa JS Kabylie. Ndio. Kwa sababu rekodi yake katika mechi 13 za mwisho za mashindano yote, JS Kabylie akiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani, ameshinda mechi 10. Ndio. Amesare mechi 2, amepoteza mechi 1 pekee dhidi ya CS Constantine. Rekodi yake inatisha akiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Na asilimia kubwa sana ya matokeo ama idadi ya points ambazo anakusanya pia huwa anategemea uwanja wake wa nyumbani. Ndio maana rekodi yake kwenye uwanja wa nyumbani imekuwa ikitisha kwenye hizi mechi 13 za mwisho. Na kwa wastani amefunga mabao 24 JS Kabylie akiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani chini ya kocha Joseph Zenbois, lakini pia ameruhusu bao 6 pekee kwenye hizo mechi na ametoka na clean sheet, kutoruhusu bao kwenye mechi 7 kati ya hizo mechi 13 ambazo amecheza kwenye uwanja wake wa nyumbani. Kwa hivyo rekodi ya JS Kabylie kwenye uwanja wake wa nyumbani inatisha sana. Lakini kwa upande wa Young Africans, takwimu zao na rekodi zao kwenye mechi za ugenini kwenye mashindano ya CAF ni 50 kwa 50. Kwenye mechi 10 za mwisho za Young Africans ugenini kwenye mashindano ya CAF pekee amefanikiwa kuondoka na ushindi kwenye mechi 4, ametoka sare mechi 3, amepoteza michezo 3 Young Africans katika uwanja wa ugenini. Alama 30, amekusanya alama 15, pointi 15 ugenini, amedondosha pointi 15 ugenini. Ni 50 kwa 50. Kwa hivyo kuelekea kwenye mchezo huu, Young Africans anahitaji kufanya kazi ya ziada. Kama Young Africans itafanikiwa kupata matokeo ya ushindi, itakuwa ni timu ya pili kupata matokeo ya ushindi nyumbani kwa JS Kabylie katika mechi 13 za mwisho, na hii itakuwa ni mechi kuu ya 14 kwa upande wa JS Kabylie. Kwa hiyo ndani ya mechi 14 JS Kabylie, kama Young Africans atafanikiwa kupata matokeo ya ushindi, itakuwa ni mechi yake ya pili kudondosha alama zote 3 akiwa anacheza kwenye uwanja wake wa nyumbani. Ni mchezo mgumu sana kwa Young Africans, hasa kucheza na JS Kabylie ugenini. Huyu daktari wa mpira, ukiangalia rekodi, kwa kupata rekodi, ina maana unaona kabisa JS Kabylie anashinda mchezo kwa rekodi kutokana na tathmini ambayo umeisema hapo. Lakini katika mpira wa miguu lolote linaweza likatokea. Hiyo rekodi ambayo umeisema inaweza ikavunjwa au inaweza ikaendelea kwa rekodi kutokana na tathmini ambayo umeisema. Kabisa, kwenye records na kwenye takwimu, hapa ndio sehemu ambapo unaweza kumpata timu ipi ni underdog, timu ipi labda inakwenda kama ni timu ya kwanza. Kwenye huu mchezo si Young Africans inakwenda kama underdog, inakwenda kama timu ya pili. JS Kabylie inakwenda kama timu ya kwanza kutokana na rekodi nzuri za matumizi ya uwanja wake wa nyumbani. Lakini Young Africans inakwenda kama timu ya pili kutokana na kuwa na asilimia 50 za kushinda ugenini na asilimia zisizozidi 50 za kushinda mechi zake za ugenini. Kwenye pointi 30 wamekusanya alama 15 ugenini na wamedondosha alama 15 ugenini. Kwa hivyo kwenye mechi za ugenini still Young Africans bado haina rekodi ya asilimia zaidi ya 50 ya kupata matokeo ya ushindi ugenini. Kwa hivyo Young Africans inakwenda kama underdog kwenye huu mchezo, kama timu ya pili kwa ubora. JS Kabylie inakuwa ni timu ya kwanza kwa ubora. Sawa sawa. Tukitazama kikosi cha Young Africans, tumeona katika mchezo uliopita Young Africans waliweza kushinda kwa ushindi wa goli 1. Na tumeona walijaribu kutengeneza nafasi nyingi, lakini moja ambayo Prince Mpumelelo Dube aliweza kufanikiwa kushinda goli. Tuangalie kikosi cha kitakachoenda kucheza leo. Ingawa bado kocha hajakitoa mpaka sasa. Unamuona kocha Pedro baada ya tuendelea kuona imani na mshambuliaji Prince Mpumelelo Dube, au anaweza kufanya mabadiliko yote?
Kwa upande wangu nahisi Prince Dube ataendelea kuwa mshambuliaji tegemezi kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu kwanza rekodi yake ya kufunga kwenye mchezo uliopita ndio ile imemrejeshea hali ya kujiamini. Ndio. Na mpaka hivi sasa atakuwa kwenye wastani mzuri zaidi wa kujiamini kwa kushinda kwenye mchezo mgumu dhidi ya timu kama AS FAR. Huu ni mchezo mwingine mgumu ambao Young Africans kwake ni lazima apate matokeo ya ushindi. Ndio. Kuingia na mshambuliaji wako bora ambaye amefanikiwa kufunga kwenye mchezo uliopita inamweka kwenye mazingira mazuri zaidi mshambuliaji mwenyewe husika kujiamini kwenye mchezo huu, lakini pia hata kocha Pedro Goncalves kumtumia kwenye mchezo muhimu mwingine wa pili na kuacha washambuliaji kama Celestine Ekua, Andy Boyeli wakiwa wanasubiri pengine Prince Dube endapo hataonesha kiwango bora waingie kama machaguo ya pili baada ya Prince Dube kutoonesha kiwango kizuri. Lakini daktari wa soka, uone kama Dube anatengeneza nafasi nyingi anatumia nafasi chache, uone kama hili ni tatizo? Ni tatizo kubwa sana kwa Young Africans. Lakini ndio mshambuliaji wao tegemezi kwenye coast cha Young Africans. Sana mwingine Mzize yuko majeraha sasa, na yuko huyo mmemsema goal getter Andy Boyel, lakini mnaona kabisa imani bado ipo kwa Prince Mpumelelo Dube kabisa. Na pia Prince Dube ni kipenzi cha Young Africans. Of course. Ni mshambuliaji ambaye anapendwa si tu na uongozi wa Young Africans, hata mashabiki, baadhi ya mashabiki, si mashabiki wote, baadhi ya mashabiki, kwa sababu asilimia kubwa sana mashabiki wa Young Africans wamekuwa hawapendi zile nafasi nyingi zinazotengenezwa afu akawa amekosa. Lakini baadhi ya viongozi wa Young Africans wanampenda Prince Dube aendelee kuwepo kwenye kikosi chao. Kwa hivyo kitendo hiki kinatengeneza mazingira ya Prince Dube kuendelea kuaminiwa. Lakini kwenye mchezo uliopita pia kuna kauli ambayo Mudathir Yahya Abbas aliitoa. Ndio. Kusema kwamba Engineer Hersi Saidi, rais wa Young Africans, ndio alitoa maagizo aanze kwenye mchezo dhidi ya AS FAR. Na alianza akatoa assist. Maana yake ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji ni vipenzi vya uongozi wa Young Africans. Kwa lineup inapotoka tunategemea kuwaona wakiwa wa kwanza, si kwa sababu za kiufundi, ni kwa sababu wanapendwa na baadhi ya viongozi wa Young Africans. Neno lako la mwisho daktari wa soka kuelekea mchezo wa leo, na karata yako unaiweka wapi? Karata yangu ya kwanza ni JS Kabylie kupata matokeo ya ushindi au sare kwenye mchezo. Na ukiangalia mizania ya kiufundi na mizania ya kitakwimu, bado JS Kabylie kwangu mimi ni favorite kwenye mchezo. Lakini kwa kile ambacho Young Africans wamekifanya kwenye mchezo dhidi ya AS FAR, inatoa mazingira mazuri kuelekea kwenye mchezo na hali ya kujiamini zaidi. Inawezekana Young Africans akaenda na kupata matokeo ya ushindi kutokana na kuheshimu mchezo wa mpira wa miguu na kujiamini kwa sababu walishinda mchezo uliopita. Yes kabisa. Lakini pia tunakumbuka kwenye mashindano haya ya kimataifa kwa hivi sasa Young Africans kwa Tanzania ndio timu pekee iliyofanikiwa kupata matokeo ya ushindi. Lakini pia wako kwenye kundi gumu. Ndio. Kutokana na wao kuwa kwenye kundi gumu, kila mchezo kwao ni lazima wapate matokeo ya ushindi. Wanaona kama finali. Kama finali. Ile huwa inatengeneza psychological boost kwamba wanakuwa wanajiamini zaidi na kutaka kufanya vitu vikubwa zaidi mchezoni. Wanapigana kufa kupona. Kufa au kupona. Sasa ile mazingira huwa inaiweka zaidi kikosi kwenye mazingira mazuri ya kiushindani. Mimi nikushukuru Alidi Mfumbuka, daktari wa soka, kwa tathmini ambayo umetupa kuelekea mchezo wa leo kati ya Young African dhidi ya JS Kabylie. Nadhani baada ya mchezo tutapata kujua nani ameweza kushinda na nani ameweza kudraw na nani ameweza kupiga hatua mbele zaidi. Mimi naitwa Fredrick Swaga, huyu ni Alidi Mfumbuka, daktari wa soka. Mpaka wakati mwingine tena, kwaheri kwa sasa.